Sofia sasa anatembea na wanaume wangapi? 5 sasa. Hata ukikuja kuniambia mambo ya mama sijui Sofia sijui nani, hata wewe si kitu mzuri. Bwana yangu ulikuwa unafanya nini na yeye? Bwana yangu unafanya nini na yeye? Ngoja. Bwana wako mgani? Mama Gotoria. Mama yangu. Wote nikwambia waangeshi. Na kujua vizuri sana. Mimi nakupea stories zingine unataka kuniambia sijui bwana wako anapeleka wapi? Kadhilange wewe. Bwana wako anapeleka. Wewe ni Kadhilange. Wewe na bwana yangu taachana na bwana yangu kabisa. Kamwe. Usiache nipige simu, nitapiga simu moja tu. Hamko nyumbani. Na mtazamaji, hujambo na karibu kwenye Dira ya Mabadiliko. Ikiwa ni siku ya Alhamisi, tunasema ni Usanii Thursday. Na kama jinsi ambavyo umeona, ile niko na wanawake wawili, lakini kwa umbali nikiangalia sura ni za wanaume, lakini jinsi ambavyo wanaonekana ni wanawake. Kwa hivyo mimi wananikanganya, sijui na sielewi, lakini watakuwa wanatufahamisha ni kina nani na kwa nini waliamua kufanya njia hii ili kuwachekesha watu, ili naamini kwamba umewaona kwenye mitandao ya kijamii kule TikTok, wamevuma kweli kweli wakifanya ile maigizo au kwa lugha ya kimombo tunasema acting. Karibu tena sana, kumbuka kuzungumza nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii yote, Facebook ni Kings TV, YouTube Kings Fraternity, na vile vile TikTok Kings TV_30. Ikiwa ni Usanii Thursday, wacha tufahamu na Usanii Thursday tulisema kwamba tunaleta waigizaji, waimbaji hapa ili tuweze kujua safari yao na jinsi ambavyo waliamua kufanya ile kuigiza na kuimba. Lakini leo nina wasanii wawili ambao watakuwa au waigizaji wawili kunradhi, ambao watakuwa wanatupa safari yao tu jinsi waliamua kuingia katika uigizaji. Mimi nafahamika kama Pius Kariuki na Dira ya Mabadiliko inang'oa nanga sasa hivi. Habari zenu? Amen. Sasa sijui ni na wanawake au wanaume. Hebu sasa tujue kwa majina kwanza hapa. Angalia tu kamera hii. Okay, mimi naitwa David Jenga, naongea tu na lugha ya kawaida tu. David Jenga. Lakini jina ya acting naitwa Otoria ama Watoria. Kwa hivyo ni mwanaume. Yes, of course. Yeah. Tuje kwako. Amen. Sasa mimi ukiniangalia si kama unaona. Anyway, mimi nafahamika kama Moses Wanjiko. Moses Wanjiko ni actor. Yes. Kwa Moses ni jina la mwanaume. Mshoni mwanaume. Ama kwenu kuna kuanga na Moses mwanadada. Ndio nashangaa wewe Moses na unakaa mwanadada. Kabisa. Hivi labda tu kwa kwanza muli ni kipi kiliwafanya kuchukua hatua ya kuigiza kama wanawake? Tuanze. Kitu ambacho kilinivutia nikaanza kuacha kama mama kwa sababu nilikuwa pale, unajua mimi nimelelewa na mzazi. Yes, my mom anaitwa Tricia Waidera. Sasa nilikuwa nimezoea sana kuimitate zile vitu ambazo anasema like ni Mkikuyu by the way. So akisema kwamba mwoshi hizo vyombo ama mpe ng'ombe majani lakini kama mtazipea nitakuja nizipikie mikorogo. Sisi ni Wakikuyu. Sio kitu imeenda hivyo kinivutia. Nikaona acha nianze acting. Nione kama naweza act kama yeye kabisa. Nikatafuta mavazi actually ni dadangu akanipea na nikaanza kuact kama yeye. Kwa hivyo kuigiza ni kuimitate na imitate tu vile wazazi wao wanafanya, wazazi wa zamani. Labda kwako Moses, ni nini kilikuvutia kuigiza kama mwanamke na si mwanaume? Okay, kama ukisikiza sauti yangu tena sana, utasikia sauti yangu ya kwamba ni sauti nzito ukisikiza vizuri, lakini utapata ya kwamba naigiza bado kama mwanamke. Manake kwanza kwa lugha yangu ya mama naigiza tena vizuri tena sana nikiwa sasa kwa lugha yangu ya mama. Kile ambacho kiliweza kunivutia na ili nikaweza kujipata kwa uigizaji ni tabia za our moms, Africans mom, are we together? Hiyo ndo kile kitu ambacho kiliweza kunivutia. Pale hivyo asubuhi tukienda sherehe, our moms unajua wao mkasa ngapi, vibeti ya wachangi. By the way, I'm not full, sikuangi hivi. Kuna vitu nimetoa in fact kuna vitu naangalianga tu na kuanga tu nazo. Sasa kwangu kuingia acting ni kuwa na ile tamaa. I can do better kwa field ka hiyo, nikijaribu kuonyesha what our Africans mom they do. Kwa hivyo mnapoigiza mnaangazia African moms wa kitambo, si sasa hivi, ila mimi hata kwa sasa hivi bado na acting kama mama wa kisasa.
wa sasa hivi bado. The digital moms. The digital moms. Labda nikuje kwako, umesema David. Yes. Na hii jina kuigiza ni gani? Watoria. Watoria. Mama Watoria. Mama Watoria. Haya. Yes. Labda nikuje kwako, hii talanta ulijua unayo ukiwa na umri upi ama ulijua tu hivi majuzi? Kuhusu talanta yangu niseme tu kwa maybe ujumla, because like acting kama mama nilianza wakati nilipokuwa form 3. Lakini sasa wakati nilipokuja kujigundua mimi mwenyewe kwamba nina talanta, I was in class 3. Hapo ndipo niligundua kwamba nina talanta, and that's where nilianza kuchekesha watu pale shuleni, hata pale kwa michezo. Kabla waanze kucheza, by the way, nilikuwa kwanza lazima ningeitwa wachekeshe kidogo, alafu ndo tuanze michezo. Na hapo ndipo niliandikwa jina Fiber the Comedian. Fiber the Comedian ilitoka kwa nikiwa class 3. Yes. Kwa hivyo ukiwa class 3 ulikuwa na tu kama mwanaume tu, ile kuwachekesha kwa mwanaume ama bado? Nilikuwa nawachekesha tu, ile tu vituko tu za kawaida tu. Yaani hata ukiangalia mtu alikuangalia tu hivi anacheka tu. Yaani ulikuwa stand up comedian. Yes. Na sasa ili kuje uvae haya mavazi ni ukiwa na umri upi? Nilikuwa na umri wa miaka, I was in 16 years. Sasa nilikuwa form 2. Yes. Na tulikuja sasa nikaanza kuona kama naweza act kama mama. Alafu kuna huyu mwigizaji anaitwa Dada Sara. Nilikuwa natazama video zake pia sana, nikaona pia naweza act kama yeye pia. Na nikatry tu, nikaona imeweza kabisa, nikiunganisha na zile behaviors za my mom, nikiziunganisha nikaona inaweza tu. Yeah. Haya, labda kwako Moses, ulijua kwamba una talanta hii ya uigizaji, ulijua ukiwa na umri upi? Huyu amesema alikuwa darasa la 3. Mimi sikujua vile mapema, nilijua nikiwa darasa la 3. La 6, sorry. Manake pale hivyo niliact kama Potiphar's wife nikiwa class 6, pale hivyo kanisani. Niliact kama Potiphar's wife nikiwa Sunday school. Na nikaona venye jinsi watu wamefurahia, venye nimetoa ile character, nikaona I have done my best. Na hii kitu ilikuanga tu ndani naisikizia tu, lakini sikuwa na mahali popote pa kuonyesha like I can do it. Sasa venye nilipata ile nafasi ndo niliona kusema ukweli naweza. Pale hivyo nikisumbuana na David nikimwambia lazima kuja, lazima tufanye pale hivyo, nikaona for sure I have this thing inside myself. Nikaamua why don't I start this. Sasa pale hivyo primary nimeact kidogo, pale hivyo kanisani. In fact from that day hizo Sundays ulikuwa unasikia Sunday school wako na act, na sikuwa na act kama Morio, nilikuwa na act tu kama mwanadada pale. Manake ile kitu kwa kusema kuitoa nasema vizuri tena sana, manake unaona kanisa za kule hivyo ushago bado ni za mother tongue, unatumia ile lugha yako, na for sure ukitumia lugha yako unaitoa vizuri tena zaidi, unaona. Sasa mimi nikaendelea tu vile, hapo ndo nikajua kwamba niko na talanta ya Na labda kando na mitandao ya kijamii, kuna mahali huwa mnaitwa mnaigiza au tu mitandao ya kijamii? Sana tunaitwa by the way, tunaitwa kwenye sherehe za harusi za Wakikuyu sana by the way. Actually leo tutaenda, tuko na show leo. Yes, tunaitwa sherehe mingi sana, especially Rashio. Because hatukwangi peke yetu bado, kuna ile team bado nyingine tuko nayo. Kwa hiyo mna team kubwa. We have a team. Na sasa nani anawasimamia kama ile team? Ile team unajua mtu anaitwa Mama Jenzi. Mama Jenzi hajulikani vile, lakini ni yeye mkubwa wetu, anaitwa Mary Mwaneki kwa jina yani. Lakini sasa Mama Jenzi ni mama ako pale, ndiye anakuanga na ile talanta ya kuact, lakini unaona akitupia historia yake, nyakati zao hakupewa nafasi ya kuonyesha talanta zao. Sasa hivi yenye tulishikana naye akakuwa mkubwa wetu, sasa hivi yeye ametushika mkono, tumeingia kwa industry vizuri. Ni MC anajulikana, by the way ametuingiza vizuri kwa industry. Yes. Labda tu niulize, kabla uvae haya mavazi, naamini kwamba unajibadilisha kuwa mwanaume. Kwa hivyo ni maandalizi gani huwa mnafanya ili upate ile character ya mwanamke? Ni nini huwa mnafanya haswa? Unajua kwenye maandalizi fees, lazima kwamba unaona jinsi ambavyo umevaa. Obviously kila mtu akikuangalia anaona wewe ni mwanaume. So wakati unapojitayarisha ili tuvae jinsi nilivyo, huwa navaa zaidi baadhi ya jinsi nilivyo.
lazima ni make sure kwamba niko na kitambaa, niko na nguo ya mwanamke, ile character hii. Ile character hii sasa hata ukiangalia ama ukienda kuwat yani hata unajihisi wewe kabisa wewe ni mwanamke. Yes, lazima ujifeel kwamba wewe ni mwanamke. So unavalia tu mavazi. Na huwa haujipati umevaa kama mwanaume lakini bado zile characters zinakupata. Ziko. Yes, ziko. Tena sana. Tena sana. Utapata kwamba tukiongea na wewe sana sana utasikia yani unapata uko na tabia za wanawake, zile tabia za wamams, yani imekuingia sana sana. Unapata sana sana unaongea kama wamams, una behave sometimes kama wamams bila kujua uko in your normal life. Na labda jamii huwa inawachukulia vipi haswa? Tuanze na wewe, wazazi wako wakati uliamua kufanya hivi, na mimi wazazi pia ukifanya hivi kuna vitu vinakuja kwenye akili. Je, wazazi walipokelea talanta hii au walikuwa kidogo walikuwa na tatizo kidogo tu, lakini ilikuwa tu zile time ya kwanza hivi. Lakini baadaye walikuja wakakubaliana na mimi baada ya kwenda shule moja nikachapa nikalipo pesa, alafu nikawatumia kitu akaona kumbe huo mchezo basi unaweza unalipa. Kwa sababu pesa zilifanya wakakubali. Pesa zilifanya pia wanaona kweli huyu mtoto hii sio kipawa tu, lakini ni kipawa ambacho kinaleta hela. Yes, kinaleta hela. Lakini in the other kwa njia nyingine bado our communities watu huko nje hapo nilipigana, by the way nilipigana sana. Yes, watu waliniingilia because wanasema sasa ushaanza kuwa wa ile jinsi nyingine tunaanza kuwashoga. Yes, ndio sasa. So nikakuwa na stress by that, nilikuwa nimequit kidogo nikasema wacha niweke break kidogo because nimeanza kuambia mimi ni wa hiyo jinsi nyingine. Lakini nikuja tu nikazoea, nikatiwa nguvu na wale actors wengine, especially dada sana by the way, and encourage. Na mimi nikapata ile motisha ya kuweza kuact kabisa. Nikasema ni sawa, nikipaji changu nikajikubali. Labda kwa Moses, wewe wazazi walikuchukulia vipi? Kwanza wazazi kabla tukuje kwenye society. Wazazi walikubali au kidogo walikukataza lakini wewe bado ukaendelea? Mimi sikuipatana na pigano yoyote. Ila tu vingi tu nilianza, manake mamangu alikuwa ni wa kanisa, alipata ile kitu ya kwanza kabisa. Yeye hata hakuwa anajua by the way na act kama Potiphar's wife. Ile siku aliona tu stage nani huyo akaona uso kama ya mtoto wangu. Akaona na kusema kweli ni Musa. Wao wako nikataza kitu, waliniambia tu ni sawa wewe endelea tu. In fact kuna mavazi zingine mpaka mamangu mzazi alinipea, aliweza kunipa akaniambia wewe ingia tu kwa industry, all the best. Sasa community nayo pale hivyo kidogo unasikia wamesema mumeamua muingie sijui forex sijui nini. Mambo mingi, lakini wewe ukionyesha wewe uko huko, because one thing ukiamua like wewe ni content creator, ukiamua kuvaa hivi unakwanga umeitikia kila kitu. Are we together? Kuingia pale hivyo comment section utapatana na comment nyingine itakuguza, utasema mimi hiki kitu nitakuita mwaka mzima. Lakini sasa ukiquit unaona wewe talent yako ndo unaifanya ididimie, si ndio? Sasa mimi nilipatana na wale watu, lakini si kuwapa masikio. Manake nikiwapa masikio na talanta yangu singekuwa mahali niko mimi. Ningeisha tu. Alright. Na najua changamoto kubwa ambayo wanaume ambao wanajifanya wanawake wakati wa kuigiza ni hiyo wanafikiria kwamba wako kwenye ushoga. Labda mmepatana na hawa watu wakajaribu kuwatupia mistari wale sasa wanaume sana. Sana by the way, box sana by the way. Lakini kwa ile account yangu ya Facebook na TikTok by the way, wengi wanasema hi beautiful, lakini naambia tu mimi ni sio jinsi hiyo, mimi naambia tu mimi ni mwanaume, ni vile tu nimesema acha tu niigize. By the way box wengi sana, lakini nimewaambia mimi si wa hiyo jinsia. Yes. Na wanaendelea kusumbua, wanaacha wakishajua hivyo. Niliwazoea by the way. Wana ni inbox, mimi naambia zile mimi ni mwanaume. Yes. Nimepokea ICT hivi wanajaribu kukukatia kwa lugha ya Gen Z. Okay, kuongea ukweli, wale watu wako na usipojichunga utajipata kwamba umejikuita kwa ule mtego. Kuna kazi nilikuwa nafanya pale hivyo KU.
pale hivyo KU hapo tu nje. KU hapo nje nilikuwa nauza smocha hapo hivyo, makebab, mayai nilikuwa nauzia pale. Hii by the way naona kama nitakuja story yako. Pale hivyo nilikuwa pale. Sasa kuna mwanaume mmoja ambaye alikuja na gari nono tena sana. Akaweza kuisimamisha pale hivyo sasa kwa exit na alinunua kwangu. Sasa kumbe au alikuwa ananiona sana sana TikTok, Facebook hivi kidogo. Venye aliniona akasema, "Hey, acha nisimame ni promote kijana." Ukajua ni kama mwanaume kabisa. In fact nilikuwa na suti hata. Alinunua vitu za 300. You can imagine. Vitu za 300. Yule mwanaume after ameenda hakufanya nini na pochi. Yeye alilipa send money. After kwenda home ndo nilikuwa napokea ma text sijui nini. Wewe. Haya, tunarejea. Mpenzi mtazamaji, tuna Moses Wanjiko na David Jenga ambao wanajiita Mama Butore na Mama Wangeshi. Ni wanaume, sasa tumeshajua kwamba ni wanaume, umesikia changamoto. Naenda mapumziko mafupi lakini narejea na mengi zaidi ili tuweze kuwafahamu. Kwa hivyo, usiondoke. Petans Technical College is a technical college that trains hands-on skills in courses such as hotel and catering, making you an expert in 4-star and 5-star hotels, automotive engineering, where we train with modern vehicles. We offer training in electrical installation and plumbing, as well as CCTV camera installation. Travel the world through our certified assistant caregiver course. Enroll with us today on our Facebook page or visit us at Kiambu, Petans Plaza and in all our branches. Call us today on 0707490390. Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji. Kipindi hewani ni Dira ya Mabadiliko. Ikiwa ni siku ya Alhamisi, tunasema ni usanii Thursday. Nina wasanii wawili au waigizaji wawili, Moses Wanjiko na David Jenga. Ni wanaume ambao wamechukua hatua ya kuigiza, kuonyesha jinsi ambavyo kina mama wa kitambo walikuwa wanafanya na tabia zao zilikuwa vipi, na tumerejea tena. Tulikuwa pale kwako, ukasema sijuka na yule mwanaume mwenye hela ukimuona manake mashine aliyokuwa nayo ni hizi kubwa, alikuwa na mashine ya type ya TX. Hela alikuwa nazo. Venye alinipromote, shukrani nini, manake unaona mimi niko kazi. Venye alienda mtaani akanidia. Kaniambia hi. Sasa nini mimi naona sijui ni nani. Kaniambia unamkumbuka yule mtu ambaye alikutumia pesa fulani na alinunua vitu mingi sana leo kwako, mzee fulani alikuwa na gari. Nikamwambia na nakumbuka tena sana. Naambia mimi nilifurahishwa na huduma zako tena sana. Wewe unafanya kazi yako fit, wewe ni msafi sijui nini. Mambo mingi. Kamwambia sasa mimi unaona naichukulia tu, sina nia nyingine. Mwambie tu asanti nini. Kaniambia na you are talking so good. Naweza pata tu picha yako. Picha na uliniona. Sasa ndo akakuja na ile ni nyingine sasa. Anakuja akiniingia vizuri. Si yeye peke yake. Actually nimepatana na watu wengi tena sana. Kazi yangu ya kwanza nilikuwa nauza super fulani yenye sitataja. Na manager wa hiyo super ama mwenye hiyo super alikuwa after nimeingia kazi for 2 months, the third month alianza yale maneno. Ananiambia ndo anipandishe cheo nikuwe manager wa ile super. Anafaa niitikie mambo yake kwanza na atingi vizuri sijui nini. Ni mwanaume. Haya mambo yako. By the way nimekula pesa. Hey, wanaume. Nimekula pesa. Manake hakuna venye nitamwambia niko njaa ama nunua za sapa akose actually. Hata kama huyo nilimwambia mimi straight. Heaven. Mimi ni kuigiza tu. Alisema ni sawa tunaweza kuwa basi marafiki tu kusaidiana wakati uko na shida. Unadhani naweza lala njaa? Siwezi, lakini siwezi itikia kuingia Forex. Forex hapana. Kando na kufikiriwa hayo mambo ya Forex, changamoto gani zingine nyinyi kama waigizaji huwa mnapitia? Kando na kufikiriwa kwamba mko kwenye ushoga au nini, ni changamoto gani nyingine ambayo mnapitia kama waigizaji? Okay, kuna pressure ya pale hivyo online. Together. Kuna pressure unasikia sana kwa sasa wasanii sasa. Unapata kuna mimi, kuna Mama Wangeshi, kuna Watoria, kuna mtu mwingine nampenda sana anaitwa Wakanyi, kuna Wadorokadhi, kuna kina Dada Sara, wa Kefili, wa Gekinya. Watu ni wengi tena sana ambao yes ni wanaume lakini wanaigiza kama wanawake, which it is good. Lakini sasa ile pressure ambayo inatupata pale, unasikia umesema kitu ambayo ujui mwenzako alikuwa amesema
1 year ago. Wanaanza kukupeleka mbio, mbona una copy sijui nini, umeishiwa na content. Yaani kunakuwa na pressure mingi sana kwa level online. Competition tena noma tena sana. Unajua lazima you maintain your audience. Lazima. Na kwako David, ni changamoto gani kazi unapitia? Very true. I think nita echo tu kile nimesema kidogo, alafu then by the way it is true. Unapata kama umesema kitu, kumbe hiyo kitu ilikuwa imesemwa na dada Sara. So unaona wewe ndio mwenye makosa, wewe umekopi content ya mwenye. Another thing, tumekuwa wengi sana kwa industry. Ni wanawake kama mama, wazao tunajua vizuri wenye walianza ni kama kina dada Sara. So tumemwambia like unasikia mtu anakuambia wewe unakopi content ya wenyewe, vitu kama hizo. So like wanajaribu kuambia wewe usianze kuacha kama mama, waje ni sana hadi peke yake. Another challenge ambayo tumepatana nayo, especially wakati ambapo tulikuwa tunaanza, cameras was a very big issue by the us. So unapata kwamba mazee wanataka kushoot kitu fiti, lakini ukienda kushoot content pale hivyo unapata content ni normal, lakini sasa quality ile bana inatuangusha vibaya sana. Unapata kama ni simu haina ile quality. Hivi space unapata sometime hata umeshoot vizuri kana crash tu. Inaharibika. Bana. Unaanza zero tena. So tumepata challenge kama hizo ndizo zimetupata sana. Camera na hiyo pressure ya communities umekopi ni nyenye guys. Na labda tu kwa kuuliza, tulikuwa tumeangazia wazazi na jamii. Sijui kama mna mabibi sasa, your wives ama girlfriends, wao wanachukulia vipi mtu kama wewe ukiwa na girlfriend, naona boyfriend yake na kama mwanamke, wao wanachukulia vipi? Au hauna? Niko na mrembo. Niko na mrembo. Mrembo kuna mrembo. Niko na mrembo. Yes, na nampenda sana, anaitwa Mary Cynthia. Wewe. Nampenda sana. Okay, by the way nilichukua muda sana kabla ni at least okay, yeye alichukua muda sana na pia nilichukua muda sana nikimweleza kama mimi ni actor na huwa na act kama mwanamke. Kitu ambacho tulipendana before nianze ku act kama mama. So yeye alikuwa anajua mimi ni actor. Of course alikuwa anajua mimi ni actor. So hakuwa na issue yote because nilikuwa nachapa tu stand up comedies, show pale kwa shule nini, nikakuja nikichapa tu show vizuri. So wakati nilikuja kwa kama mama, ndio nilikuja kupata shida, akasema tuwezi kaa wanawake wawili kwa nyumba. Unaona? But I thank God because later alikuja na akaelewa pia yeye because of the money ilimfanya anatulia hapa si mabaya. Akakubali tu. Alright. Na Moses labda girlfriend au mke huwa anachukuliaje hatua hii ambayo unachukua ya kuigiza kama mwanamke? Acha nianze hapa. Nilikuwa naye mpenzi wa kwanza. Tuliachana na yeye kwa sababu ya hii. Because yeye alisema hapana, mimi sikufikiria, hakuwa ingia pale TikTok akaona video zangu. Sasa after tumekuwa na yeye 1 month, the second month, akapatana na video zangu na status bado naeka, what is not happening, umeingia wapi tena sijui nini, it can't work, haiwezi Mose, haiwezi. Nikamwambia aje, because alikuwa ananiambia you have to choose, is it me ama ni content yenye unaita content. Najaribu mpaka kumueleza inaleta kichele, tulia, inaleta do. Anaambia hapana, kuna kitu hatuwezi kaa hivyo. Lazima either wewe ama mimi mmoja akuwe mwanamke. Na obviously mimi nitakuwa. So inabidi tu nitulie. Nilimwambia, nilifikiria actually because yule manzi naye nilikuwa nampenda tena sana. Nikamwambia saa jumelia tu shida, wewe tu diste tu. Maybe sikuwa wanini yako basi. Afterwards nilikuja nikapatana na mwingine, tono dikerengea. Nilipatana na mwingine, sasa tuko na mtoto na yeye. Na anakubali. In fact ni yeye, nikakaa wiki moja kama sija shoot content au leta shida. Mbona hujashoot? Kwa nini? Shida ni gani? Nini hauna hivyo? Haya, nimesikia kwamba umetaja pesa sana. Kuna huyu pia mchezaji ambaye umemtaja, tuliona majuzi amenunua gari kupitia tu hii comedy ambayo anafanya. Ina maana kwamba kazi hii ina pesa namna gani? Sana ina pesa. Okay, hii kazi utajibu. It's okay. Okay, ina pesa sana. Because
iko na pesa. Wakati because unapata kwamba kuna ceremonies, so wanahitaji MC, wanahitaji watu wa kuwachekesha. Tuko hapa hivi tunaitwa watu wachekeshe. And then kwa sababu vile tumekuwa maceleb sana, so we have many followers pale kwa Facebook na TikTok, tumepewa brand. Unaona? Yes. So ukipewa brand unalipwa pesa mingi sana by the way. Ukipewa brand unamaanisha like ukipewa kwamba usimamie an example like Petans, what advertise Petans. Yes. Unalipwa pesa mzuri. Yes. Hiyo mitandao ya kijamii huwa inawalipa, hiyo Facebook, YouTube, TikTok. Inalipa vizuri sana. YouTube inalipa, TikTok kwa celeb, hapo ndipo unapata. Sasa hapo TikTok inafanya kwamba ujulikane vizuri sana, unapewa kazi na my investors wengi sana. Na wewe hizi pesa ambazo mnazitaja, ina maana kwamba uigizaji huu wa kujifanya mwanamke una pesa kwa njia gani? Okay, sitasema una pesa vile, lakini una hela. Pesa ziko, lakini inalingana hizi pesa zinatoka wapi. Tunaelewana? Manake hutavaa hivi, utokee pale hivyo Thika Town, ukae chini uongoje pesa. Si ndio? Sasa inalingana venye wewe mwenyewe umeingia kwa industry, venye umejitambulisha. Nikisema vile, nasema vile jinsi watu wamekuja wamekuchukulia. Content yako inakaaje? Kama content yako ni noma, hiyo nayo lazima itaua. Pesa lazima italeta. Pale hivyo tukiingia pale hivyo Facebook tuseme ukiongeza followers, unaendelea kujiuza, hela bado zinaongezeka. Juu bado unaelewa vizuri venye YouTube inalipa, si ndio? Ukipost tu content zako pale hivyo, ikienda vizuri, wewe sikichelea kwa bado utakuwa ukipokea tu vyema. Venye ndugu yangu hapa amesema, kuwa brand ambassador. Wewe ni wa Dama Mobile Spares. Wewe ni wa whatever the brand. Brand ni hiyo yenye tu wewe umesimamia tu. Inalipa, iko tu fiti. Naam, kitu ambacho kina pesa, iko na hela. Naam. Na sasa tukiangazia masuala ya dini. Dini wewe inawachukulia vipi? Maana tumeangazia society, wazazi, girlfriends zenyu au wake zenyu, na kanisa wewe inawachukulia vipi? Mlipochukua hatua hii. Kanisa, I remember very well, it was in 2021. Hapo ndipo niliona kanisa by the way kunichukulia poa, na I think kanisa ndio ingeni support by the way. Akili yangu ilikuwa imeona hata wazazi walikosa kunisupport, mabisho walikosa kunisupport, at least church iko hapo hivyo. Kwa hivyo hawakupinga Ni support. Yes, mimi nililike and support by the way. So kulikuwa pale bona seminar ya youth, and I decided because mimi na kama male, wacha ni kama mama. Na nikaomba tu chance nzuri sana ya kwa kama mama. But let me tell you the truth. Hiyo chance nilinyimwa. Yes, wakati wakunipea chance, wakati waliona kwamba mimi si naacha kama mama, nikanyimwa chance. But I thank God, also because Mungu wangu halali, Mungu anaishi. Later they came to understand, no, I won't say akona talent, is true, ni talent akona by the way. I thank God sahi wananisupport. Lakini hapo mbeleni walikuwa wananichukulia, hawako wananichukulia by the way kwa njia inafaa. Yes, walikuwa wananichukulia kama mtu mwenye alianza kuji-engage na another jinsia. Yes. Kwako kanisa ilikuchukulia vipi? Me, the first step niliatia ya kwanza kabisa ilikuwa kanisani. So though me church now nimepokea just fully support, because I remember the first day niliatia pale vo church, Pastor Elisha Katito and big up place in yote yako. Sasa sijui kwenye yako hata because alitoka ile kanisa. Alituombea like akwambia zile vipawa na nini, manake aliona something in me. Aliniombea for sure. So mimi siwezi sema ati kanisa kwangu haijapinga mahali popote. Mimi wamenipea fully support. Yeah. Kwa hivyo mimi kwangu wamekuwa nami kabisa. Wow, unafanya kazi nzuri. Mpenzi mtazamaji, kama jinsi nilivyokuwa nimekuahidi kwamba tuna Moses Wanjiko ambaye ni mama Wangeshi, na vile vile David Jenga ambaye ni mama Victoria. Kwa hivyo kando na uigizaji, labda ni uigizaji mmetegemea kuwapa mahitaji ya kila siku au mna kazi nyingine ambayo mnafanya? Okay. Okay, nianze. Si uigizaji peke yake. Manake hii dunia tulikuja kutafuta hela. Na there is difference between rich and being wealthy. For me, huwa napiga tu magoti hivi naambia tu Mungu, dear Lord, usitikie nikufe nikiwa rich.
Yes, kuwa rich I will have millions of money. But being wealthy nitakuwa nimetafutia mpaka watoto wa watoto wangu. Nitakuwa nimewatafutia. Kwa hivyo si uigizaji peke yake, mimi inakuanga nimetegemea. Pale hivyo ukinipata upande wa Kings TV, upande mwingine bado utanipata mimi ni reporter bado. MC bado nikichukua mic natema mistari nayo watu wanaanguka na kucheka. Na si lazima nikuwe nimevaa hivi. La hasha. Nikuwe tu na suti yangu mzuri vile nitakuwa fiti. Pale hivyo madem kucha zao, urembo na nini na makinika nao vizuri sana. Bila shaka. Wewe mtangazaji, MC na beauty unatengeneza I deal with that. Na una handle kazi hizo zote vipi? Nitakuwa mtangazaji una pressure kule. Na kuna pressure unahitajika 24/7. Hizi zingine unazifanya Si tangazo. 24/7 manake for example kama mimi sijafika place ya kuwa anchor. Saizi mimi ni reporter. Na reporter kama si unajua si lazima reporter akuwe na ile story. Lakini lazima you work hard at least you make sure unaonekana mahali. Si ndio? So I work with it. Alafu tena reporter si lazima ujifikishe kwa station. Not a must. Unaweza work at home, kazi yako tu unatuma tu kazi yako. Pale hivyo ukinipata pale hivyo Galaxy Beauty from Within, utanipata na makinika na almond na stiletto mingi kabisa. Labda kwako ukutole kwa haraka kabla kando na uigizaji. Oh, kazi gani nyingine unafanya au ume base kwenye uigizaji tu? Kando na uigizaji bado mimi ni reporter pia. Na pia bado mimi ni radio presenter. Another thing kitu ambayo nafanya me I'm a therapist also. Na pia I'm a businessman. Yes. Alright. Kumbe nina watangazaji hapa ndani ya studio na bado ni waigizaji. Labda tu kwa kumalizia uangalie kamera hii alafu useme maneno yako ya mwisho tunapomalizia kisha upeane social handles zako ambapo watu wanaweza kupata kwa haraka tu. Okay, niseme tu ni asante sana kwa kuweza kunikaribisha kwenye show hii yako. And kile kitu ambacho tunaweza kwa advice yule mtu ako pale kuona talent and then anapigwa sana maybe na my friends ama wazazi ajitie tu moyo na afocus sana. Ndio kama kuna talanta ambayo Mungu alimpea, just afocus na hiyo talanta, no matter what, no matter zile vitu ambazo zinasema huko hivyo nje, afocus tuna talent yake. Anyway, thank you so much kwa kunikaribisha. YouTube najiita Fiber the Comedian, TikTok ni Victoria in Black and Fiber the Comedian, Facebook bado niko ni Fiber the Comedian, na pia niko na channel yangu inajiita Talent TV Kenya, Facebook na TikTok pia Talent TV. Yes. Alright. Kwako Moses kwa haraka tu. Thank you very much for inviting me here. I don't take it for granted, but because bado unaendelea bado kutukuza pia na unaendelea kutuonyesha kwamba bado talanta bado ziko. Shukran tena sana bado kwa kuja na hii special set ya tunakuza talanta, si ndio? Handle zangu ni pale hivyo TikTok, uandike tu Nyina Wageshi ama Moses Wajini. That is the username. Username ni Nyina Wageshi. Itakuja tu hapo hivyo utakuwa ukinifollow hapo na mimi nitashukuru. Pale hivyo Facebook Moses wa Mohoro ama Moses Mark Media, niko pale hivyo YouTube Mosaic Media, niko pale. Asante. Thank you. Na shukrani sana na shukrani kwa kukuja na kuitikia wito. Na mtazamaji nikushukuru kwa kuwa pamoja nasi. Naona jumbe ni nyingi lakini sitazisoma maana muda umetupa kisogo. Tupatane siku ya Jumatatu ambapo tutakuwa tunaangazia sasa masuala ya kisiasa. Usanii ni hadi wiki ijayo siku ya Alhamisi, same place same time. Umekuwa unatazama kipindi cha Dira ya Mabadiliko, mimi nafahamika kama Pius Kariuki. Endelea kutazama runinga ya Kings. Nipate mikononi mwa hawa wawili ili watutumbuize tu kidogo, alafu tutakuwa tunamaliza. Kwa heri. Yes. Man. Yes. Umesikia? Yes. Acha nikwambie. Nitafika hapa. Nasia watu ni wazuri. Sikia kachai. Yes. Sikia kachai. Kachai ni katamu. Ni kama jani? Masani. Ile kitu ambayo amefanya by the way, na sukari kako, sijui kama yako ameweka sukari nyingi. Like ile yake maigoro. Ni ukali. Inaitwa ukali. 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 Sema ukali. Ukali ni ile ugali ama ni ukali ile uchoyo. Nawe ufahamu haya mambo. Wewe ukiniguza tena kwa hiki kichwa changu tafadhali nitarembuka. Tafadhali usiniguze tena.